Bwana, siku ya tarehe 15 ya mwezi wa 8, kwa maana katika ukumbi bora kabisa latest kwa Babati mjini, nazungumzia ukumbi wa IRN Lifestyle Hotel. Kwa kiila kwenye wanapaita nyumbani kwetu, kwa maana IRN hapa ni nyumbani kwetu. Sasa tupo na bibi harusi mtarajiwa. Kesho tuna send off kubwa sana, kwa maana nazungumzia mtoto wa mchungaji kwa maana David Alei, ambaye kesho anakwenda kumsend off binti yake, na sisi tuko hapo kwa ajili ya kuweza kucelebrate the moment tarehe 15 ya mwezi wa 8. Tutamsikiliza bibi harusi mtarajiwa anatuambiaje, amejiandaaje kuelekea katika event hiyo kubwa. Yes, MC Msilu Entertainment unaweza ukatufuatilia kwa maana pale Instagram, YouTube kwa jina moja la Msilu TV, pale Facebook kwa jina moja tu la MC Msilu, lakini nenda pale kwenye TikTok MC Msilu. Bana, karibu ujifunze kitu leo. Utajifunza kuhusiana na namna mahusiano yanavyotengenezwa na namna Mungu ambavyo anakutanisha watu wake. By profession, Salome ni afisa muuguzi. Kwa upande mwingine ni mtoto wa tatu katika familia ya mzee David Alei yenye jumla ya watoto 4, ambapo tuna vijana 2 na wasichana 2. In your family. Yes. Kitu gani unakikumbuka pale nyumbani? Once asema nitakimisi mimi. Hebu tuambie kitu gani utakikumbuka sana? Nitamisi wazazi wangu, nitamisi ndugu zangu, sana sana mdogo wangu. Mdogo wako nani wewe? Mdogo wako anaitwa nani? Mdogo wangu anaitwa Zenaeli. Zenaeli. Ni mkorofi. Cha utundu. Wacha bana. Nitamisi ukorofi wake tu. Na wewe ndio ulikuwa dada pale nyumbani? Ndio. Mlikutana wapi? Huyu bwana nilikutana naye barabarani. Barabarani tu? Hiyo siku nilikuwa natoka kazini, nilikuwa night shift. Nilikuwa night shift ya Jumapili, Jumatatu nilikuwa natoka kazini asubuhi. Sasa alikuwa zake ana drive. Sasa mimi nilikuwa navuka barabara, niko na rafiki yangu anaitwa Bahati Komba. Bahati Komba? Yes. Hapo unazungumzia ni wapi? Babati, Mwanza, Arusha, Moshi, Kilimanjaro au wapi? Tulikutana naye Mwanza. Ilikuwa mitaa ya Nela. Okay. Yeye alikuwa ana drive. Akawa sasa mimi navuka barabara, yeye anakuja kwa nyuma. Sasa akawa ana Twitter. Kwenye Twitter mimi nikageuka, nikamwambia rafiki yangu, unaitwa huko? Rafiki yangu amesema na unaitwa wewe. Tukao tunarushana mpira hivyo, tukao tumempotezea. Kumbe wewe unaitwa wewe, sio mimi wewe. Wewe. Tukapotezea. Sasa tukaamua kuvuka barabara, kuna duka moja tukaingia ili kumpoteza. Si bwana harusi alikuwa mjasiri. Aliamua kuvuka mwenyewe barabara, akaja pale akatufuata. Kuja kufuata kitu chake, kwa maana ni wewe. Yaani akatufuata pale dukani. Akawasalimia wote kwanza, wale marafiki zangu akasalimia, afu ndo akaja kwangu. Walikuwa wangapi manake? Walikuwa 2, huyo dada muuza duka na huyo Bahati Komba. Ndio pale akaniomba namba. Nikampa namba 9. Nikampa namba 9. Namba 9, yani asijatimia 10. Asijatimia Ndio hivyo akawa ameondoka. Alivyoondoka kupiga namba ikawa haitoki. Yeye akijua kwamba bwana umempatia namba ile ti aliandika mwenyewe, ulimwandikia? Ulimtajia? Nilimwandikia. Sasa ndio hivyo akawa ameondoka. Kufika akazungukia roundabout pale town, akarudi. Akanitafuta. Yaani bahati nzuri alikuwa na bahati, akatukuta tuko road, barabara kubwa tunatembea. Tena. Hiyo unazungumzia ni siku moja ile? Siku hiyo. Ndo uzuri pale ni mataa yakawa ameruhusu, yeye akawa anapita. Alipopita mataa ameruhusu, akasimama katikati ya barabara.
magari yakawa yamepanga foleni nyuma. Akasema umenipa namba 9, naomba unitajie namba ya mwisho. Nikawa nimemtajia. Ikawa ni sahihi sasa hiyo. Ikawa ni sahihi. Hakunitafuta that day, akanitafuta next day mchana wake saa 8 ndo akanitafuta. Okay, hebu turudi pale. Wewe bana, kwa sababu nini ulimpa namba 9? Yaani hazijatimia kwa nini? Sikumpa makusudi, by the way. Nilimpa nikijua kwamba zimetimia. Nikajua labda walikuwa huyu ana jambo lake huyu, labda umuona kama umuelewi hivi. Lakini sikuwa na maana hiyo. Nilimpa namba nikijua kuwa nimempa namba kamili. Baadaye ukakuta namba hazijatimia. Ndio. Okay, hebu tuambie sasa, baada ya yeye kukupigia alinyoka au ilikweje? No. Akawa tu anazunguka ananitafuta hivyo, hai unaendeleaje hivyo. Hakuwa amenyoka straight to the point, yani akawa hiyo point ya kusema kwamba akasema kwamba tunataka tuanze bwana mahusiano na nini, labda ni wangu. Ilikuwa baada ya wiki mbili I think. After 2 weeks. 2 weeks ndo akaja kuniambia kwa bwana, mimi 1 2 3. Ndio. Nataka upate lesson ya watu namna na Mungu ambavyo anakutanisha watu. Kuna watu waweza ukapita barabarani, kumbe ukakutana umepishana na ule muujiza wako. Sasa tupo hapa na Salome anatupitisha kwa maana kuelekea kwenye Saint of Day ambayo itafanyika tarehe 15 kwa maana ya mwezi wa 8, IRN Lifestyle Hotel. Na mimi kama MC wake nataka kujua machache kwa sababu ya wewe pia ambayo unatufuatilia. Hebu tuambie Salome, unaweza mdescribe vipi sasa kwa maana ya bwana harusi mtarajiwa? Na wakati amechukua namba, ukampa namba 9 mara akarudi tena, amekuita wewe unamkataa, mwisho wa siku akaja kunyosha kwa bwana, mimi nataka tuingie kwenye mahusiano. Yalidumu kwa muda gani? Mahusiano yetu yamedumu kwa miaka 2. 2 years. Ilikuwa May 2024 mpaka this time now. I think ni miaka 2 na miezi. April 2024. To this August. Means miaka 2. Ndio. Miaka 2 ni mtu unaofahamu kwa sehemu. Unaweza ukamzungumziaje? Kwa sababu kuna watu wanaweza mtazama watamani kujua ni kijana namna gani kwa upande wako? Ni kijana mmoja mcha Mungu. Kitu nimependa ni mtu anayempenda Mungu, ni mtu anapenda watu, anapenda marafiki, habagui watu. Ni mtu mmoja mwenye upendo sana. Wewe ulipoona ule upendo anajali. Anapenda, anajali. Habagui, by the way, anaongea na kila mtu, afu anaheshima. Yaani kitu nilichokiona ni anaheshimu wakubwa kwa wadogo. Habagui kama labda huyu ni mdogo sana, huyu ni mkubwa sana. Mtu yuko very charming na kila mtu. Maana yake hii ni sababu kubwa. Ndio. Mambo unasema mimi sioni sababu nyingine zaidi ya kuwa na huyu mtu. Kabisa. Bwana, unapata somo hapa juu ya bwana harusi wetu mtarajiwa ambaye tutaweza kuwa naye kwa maana tarehe 15 Agosti, bibi harusi akiweza kumzungumzia. Labda sasa turudi katika eneo la upande wa pili. Wewe umejiandaje kwa ajili ya kwa maana tarehe 15? Kwa maana maandalizi yako yapoje? Umejiandaje? Kwa sababu mnapaniaga sana. Hebu tuambie, wewe umejiandaje? Namshukuru Mungu, nimejiandaa vizuri. Naamini kwa hilo tukio litakuwa vizuri. Tutakuwa na vibe la kusosha.
Kwa hiyo niwaaminishe kuwa watu wote watakaoweza kuja kwenye hilo tukio watafurahia. Hakuna atakayekwazika. Na wewe mwenyewe kwa maana individual Salome, individual umejiandaje? So no just kwa sababu wana Kenya wa samani sana hisi. Yaani kama kuna siku ambayo mwanamke yote yule mwenye akili timamu basi ni siku ya send off. Nimejiandaa vizuri. Umejiandaaje na unaingia na wimbo gani? Kesho tunaingiaje? Kuna wimbo mmoja umeimbwa na Neema Gospel Choir. Neema Gospel Choir. Yes. Unaitwa Umenipendelea. Umenipendelea. Yes. Ninajua fadhili zako. No. Sio. Najua bila wewe nisingeweza. Maana hivi vyote wewe umefanya. Maana hivi vyote wewe umetenda. Najua. Umenipendelea. Kwa nini umenipendelea? Nyimbo ziko nyingi sana. Why umenipendelea Neema Gospel? Nimechagua wimbo kwa sababu wako watu wengi, wako wadada wengi ambao wanatamani sana kupata hilo jambo katika maisha yao, kupata mume, kupata mwenza hivyo, lakini mimi naamini na wenyewe itafika siku yao, lakini kwa nafasi hii Mungu amenipendelea kwa kweli. Amenipendelea katika mabinti wengi Tanzania. Bwana amekuona, ameniona mimi. Kwa kesho tegemea utacheza sana, utaenjoy kwa kiasi chake. Sasa tunamalizia kwa maana mazungumzo yetu, hebu mkaribishe mtu mmoja ambaye anakusikiliza hivi sasa, mwambie kwa maana karibu kwenye eneo letu la ukumbi hapa Iron. Kwa ajili ya tukio la tarehe 15 ya mwezi wa 8. Mkaribishe. Bwana, mimi kama bibi harusi mtarajiwa ninawakaribisha sana katika tukio langu la send off litakalofanyika tarehe 15 mwezi wa 8 katika ukumbi wa Iron Lifestyle Hotel. Tarajie kupata mambo mazuri, mtafurahi na mimi hamtaboeka. Karibuni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Wazazi nataka kumwambiaje wazazi wako, wakwe zako? Nini nataka kuambia kuelekea tarehe 15 Jumamosi hii? Nachowaambia wazazi pamoja na wakwe, ndugu jamaa na marafiki, niwakaribishe na muweze kuifurahia hii siku muhimu, maana ni siku ambayo haitaweza kujirudia tena maishani. Utasemaga mwana watoto wachungaji, watoto ushasikiaga hiki sana? Ushakusikiaga hii? Hebu tuambie. Nasikia mwana watoto wachungaji, hatimaye kesho mtoto wa mchungaji anakwenda kuolewa. I think my dad is proud. Mzungumzie mchungaji, mwambie mzungumzie mchungaji sasa. Ni mchungaji namna gani? Mchungaji David Alei ni mchungaji mmoja ambaye yuko strict sana. Ni mtu mwenye misimamo yake. I think washirika wake wanamjua. Ni mtu ana msimamo. Anaipenda kazi ya Mungu, anajitolea kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na sisi tumekuwa katika malezi yake hayo, ametulea vyema mpaka tumekuwa wakubwa, na hiyo siku ya tarehe 15 mimi kama binti yake anani send off. Unaamini atakuwa so excited, atakuwa na furaha sana? Atakuwa na furaha, at the same time atakuwa na huzuni pia. Huzuni? Why huzuni? Kwa nini huzuni? Atahuzunika kwa sababu sio unajua kumtoa binti ni mara yake ya kwanza kumwezesha binti. The first time mzee anaozesha kwa upande wa wasichana. Okay. Kwa hiyo I think atakuwa na huzuni, atakuwa na furaha. Kwa hiyo ni tukio lake la pili sasa? La pili, baada ya brother kuoa nafuata? Yes, mimi hapa.
Mimi nikushukuru sana kwa hiki ambacho kwa uchache ulivyotupatia, namna ambapo mlipoanza mpaka ulipofika. Na MC Mselo Entertainment tunakutakia ndoa njema sana. Asante sana. Rafiki yako nani utamkumbuka, mwambie bwana bye huko kwenye usingo bye. Nani huyo unamkumbuka? Rafiki yangu siwezi kumwaga. Ila namkaribisha. Huku. Namkaribisha. Anaitwa Bahati Richard Komba, I think atakuwepo. Atakuwepo kumbini eh? Yes. Kwa Bahati karibu, ye bado? Not yet, lakini tunatarajia mazuri. Hivi karibuni. Wala asante sana kupitia James Media, kupitia MC Mselo, kupitia Mselo TV na MC Mselo Entertainment brand ya kuaminika bana. Huyu ni bibi harusi wetu na sisi tunategemea tarehe 15 Agosti tutakutana naye katika eventi kubwa hapo Iron Lifestyle Hotel, na tumejiandaa vizuri sana kwa maana kwa ajili ya tukio kubwa na eventi nzuri sana ambayo coordination yote itakuwa chini ya MC Mselo Entertainment brand ya kuaminika, kumbe upanda DJ, panda MC music. Wow, tukutane tarehe 15 Agosti Jumamosi hii kwenye ukumbi wa Iron Lifestyle Hotel. Boss, thank you very much. And see you, wish you all the best. Thank you. Tunakutakia, tunajua utafurahi, utaenjoy. Yeah. Nikushukuru sana. Asante.